Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Irani, ama unaweza kuwaita IRGC, limetangaza kuendesha operesheni kadhaa za kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi, likidai kulenga maslahi ya Marekani na Israel katika mashambulizi yaliyoripotiwa kufanyika alfajiri ya leo. Katika taarifa rasmi iliyotolewa Jumanne, Islamic Revolution Guard Corps ilisema kuwa imefanikiwa kutekeleza operesheni 4 kwa wakati mmoja kupitia kikosi chake cha majini. Operesheni hizo, kwa mujibu wa taarifa hiyo, zilihusisha mashambulizi dhidi ya meli, maeneo ya kijeshi, pamoja na mifumo ya rada na ulinzi dhidi ya ndege zisizo na rubani, ama unaweza kuziita drones. IRGC imeeleza kuwa mashambulizi hayo ni sehemu ya kile ilichokiita wimbi la 88 la operesheni Ahadi ya Kweli namba 4, kampeni ya kijeshi inayolenga kujibu vitendo vinavyoelezwa kuwa vya uchokozi dhidi ya Iran. Katika moja ya matukio yaliyotajwa, meli ya mizigo inayodaiwa kuhusishwa na Israel iliyopewa jina la Express Halfok iliripotiwa kushambuliwa kwa makombora ya balistiki katika Ghuba ya Uajemi. Aidha, IRGC ilidai kuwa eneo lililotumiwa na wanajeshi wa Marekani US Marines katika pwani za United Arab Emirates lililengwa na kushambuliwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Kwa upande mwingine, taarifa hiyo ilieleza kuwa mfumo wa ulinzi wa anga aina ya Hawk unaodaiwa kumilikiwa na kikosi cha 5 cha jeshi la Marekani karibu na Manama uliharibiwa. Pia mifumo miwili ya rada ya onyo la mapema katika kambi ya Ahmed al-Jaba ilitajwa kulengwa katika mashambulizi hayo. IRGC imeongeza kuwa inaendelea kudhibiti kwa karibu maeneo muhimu ya kimkakati ikiwemo Strait of Hormuz, na kuonya kuwa hatua yoyote ya kijeshi kutoka kwa wapinzani wao itajibiwa mara moja. Mashambulizi haya yameelezwa kuja kufuatia tukio la kuuawa kwa kiongozi wa juu wa Irani Ali Khamenei pamoja na maafisa wengine waandamizi na raia mwishoni mwa mwezi Februari. Tukio hilo limeelezwa na Irani kuwa chanzo cha kuanzishwa kwa kampeni ya kulipiza kisasi dhidi ya malengo ya Marekani na Israel katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, taarifa hizo bado hazijathibitishwa kwa vyanzo huru vya kimataifa hadi sasa, huku hali ya usalama katika eneo hilo likiendelea kuwa tahadhari kubwa. Bana, mtazamo wako ni upi hapo chini? Sema comment kwa hiki ambacho kinaendelea huko Mashariki ya Kati. Dondosha hapo chini, utakometisha sana. Mr. Baro, that's my name. See you.